diwani la halmashauri ya Tanganyika kwa kukubali na kuwa shapu na kuwa wa kwanza kutoa eneo kwa ajili ya masuala ya maonyesho. Ameeleza kwa kifupi hapa Mheshimiwa Mwenyekiti wa halmashauri namna ambavyo mpango ulikuwa na namna ambayo halmashauri ambayo ingetangulia kutoa eneo basi ndio ingepewa heshima ya maonyesho ya mkoa kwenda kufanyika katika eneo hilo. Niwapongeze sana, jambo hili ni kubwa, ni kubwa, ni kubwa. Kwa wale ambao hawaamini mpaka waone kama Tomaso, basi mwaka huu mtaona. Jambo hili ni kubwa. Hongereni sana Wanatanganyika, hongereni sana Wanakabungu, kwa sababu mmejisogezea maendeleo kabisa mlangoni mwenu, na najua mtanufaika sana. Hongereni mno. Lakini niwashukuru sana wananchi wa kata hii ya Kabungu na kijiji cha Kabungu kwa namna ambavyo mmeridhia kulitoa eneo hili kwa ajili ya shughuli za maendeleo tena za kimkoa. Hongereni sana na asanteni sana. Lakini namba 2, niwashukuru sana na niwapongeze sana kwa kulilinda hili eneo. Tunafahamu namna ambavyo masuala ya ardhi yana migogoro, kwa maana ya kwamba wapo watu wachache ambao hawana nia njema na kazi yao ni kuvamia ardhi na kwenda kuwauzia wenzao kinyume na utaratibu, na hasa ni wale ambao wanajitokeza mbele kama viongozi, lakini kumbe sio viongozi. Huenda ni kamati fulani imeundwa, au kuna mwingine tu anajijua kwamba ana karama ya kuzungumza na kushawishi wengine, anachukua ile nafasi, anajipa, anawarubuni watu wengine, anakwenda kuwapa maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya shughuli za kiserikali. Lakini hapa Kabungu nimeona jambo kubwa, nimeona jambo zuri kwamba wote mmekuwa kitu kimoja kuhakikisha kwamba hili eneo halivamiwi na mtu yoyote, pamoja na kwamba halikutumika mapema kama ilivyokusudiwa. Mimi niwashukuru sana na niwapongeze sana na niwaombe muendelee hivyo hivyo. Unataka kulima, tafuta eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya kilimo na halina mgogoro. Unataka kufuga, hivyo hivyo. Jambo lolote unalotaka kufanya, hakikisha unatumia ardhi ambayo haina mgogoro. Viongozi pamoja na wananchi wa eneo hili la Kabungu, endeleeni kushirikiana na serikali kulilinda na kulitunza eneo hili, lisivamiwe wala lisiingizwe kwenye mgogoro wa aina yoyote. Hilo ni la kwanza. Jambo la pili, ni kuagize katibu tawala wa mkoa pamoja na mkurugenzi wa halmashauri, yale masuala au kazi zote ambazo ni za kiutekelezaji, kuanzia namna viwanja vilivyopimwa hapa kwa ajili ya taasisi mbalimbali, taasisi gani ipewe wapi, wale ambao tunajua kabisa kwamba tunapowagawia maeneo watafanya uendelezaji, fanyeni hivyo kwa haraka na hatua za utekelezaji zianze kwa haraka. Tunataka pia kuonyesha namna ya kupanda vizuri mazao ya aina mbalimbali. Sasa hatuwezi kufika ile tarehe 25 ya mwezi wa 10 kuja kufanya maonyesho hapa alafu tukakuta tuko na nyasi kama hizi. Wakati huo ukifika, tukute kuna mazao mbalimbali yamepandwa katika utaratibu mzuri wa kitaalamu, na ili wananchi waweze kujifunza namna bora ya kufanya kilimo. Lakini pia kwenye masuala ya ufugaji, tukute kuna mifano ya malisho ambayo yameshapandwa, mifugo ambayo imefugwa kwa kuzingatia kanuni za ufugaji, na ikiwezekana tukute na matunda au mazao ya kilimo na mazao ya mifugo ambayo wananchi watajifunza zaidi. Nasema hivyo kwa sababu nafahamu ukitufugia hapa mbuzi wa kisasa tunaweza tukapata maziwa wakati huo, ng'ombe tunaweza tukapata maziwa, lakini tukifuga kuku hapa tutapata mayai pamoja na wanyama wengine. Ndio maana nasema wananchi waje kujifunza kwa vitendo. Kwa hiyo swala hili ni lazima utekelezaji wake ufanyike haraka. Ndani ya mwezi huu wa 6 kila taasisi iwe imeshaonyeshwa eneo lake, na uendelezaji, upandaji wa mazao hayo, ujengaji wa mabanda huku ya kufugia mifugo mbalimbali, mabwawa kwa ajili ya ufugaji wa samaki na kadhalika, vianze mwezi huu wa 6 mpaka mwezi wa 7, wa 8. Tukija hapa mwezi wa 10 tukute kila kitu kiko sawa.
Ukiona magreda yako hapa na magari yamekuja hapa, hawa watu lazima watahitaji maji ya kunywa, watahitaji hiyo juisi, watahitaji soda, wakati mwingine watahitaji chakula. Kama wanashinda hapa, njoo hapa waulize, jamani mnahitaji nini niwahudumie. Huwahudumii bure, unakuza mtaji wako. Kabungu oye! Basi mchangamkie fursa hizo, lakini wakati wa maonyesho utakapofika, mkurugenzi, usisahau na ile kamati yetu ya mkoa ambayo mnasimamia masuala ya ugawaji wa maeneo hapa, msisahau kutenga eneo maalum kwa ajili ya biashara ndogo ndogo za wananchi wetu wa Kabungu pamoja na wananchi wa Tanganyika na wengine watakaotoka ndani ya mkoa huu. Kwa maana hiyo, kuwe na eneo kabisa limetengwa. Unajua hapa, kama wewe ni mama ntilie, eneo liko hapa. Kama wewe unauza vinywaji baridi, eneo liko hapo. Unauza vinywaji moto, eneo fulani. Unauza bidhaa nyingine, sijui kuna nguo, viatu na mambo mengine. Tuwainue hawa wananchi wetu kwa kuwasogezea masoko karibu. Kwa hiyo zoezi ambalo linaendelea hapa sasa ni zoezi la usafishaji. Tunasafisha barabara, lakini pia tutasafisha na vichaka vyote vilivyopo hapa kwa ajili ya maonyesho. Baada ya usafishaji huo, utatengenezwa layout ya maonyesho ambao tutapanga vibanda vitakuwa wapi au wadau mbalimbali watakuwa maeneo gani. Sasa hii itafanyika baada ya kazi hii hapa ambayo inaendelea ya usafishaji. Lakini ukiondoa maonyesho, lakini kwa maana ya matumizi ya uwanja, kikao kilitoa maelekezo kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Tanganyika kwamba yeye sasa aendelee kwenye eneo lote la ekari 210 aendelee sasa kugawa hayo maeneo kulingana na jinsi ambavyo waligawiwa, kugawia wadau waanze kufanya maandalizi sasa, ili eneo hili liwe na shughuli za kudumu kwa kipindi chote hiki cha mwaka, na tuanze sasa kutumia tuanze kutumia uwanja huu kama ambavyo umepangwa.